بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. يا أحبة، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake makubwa kutuamsha tukiwa tuko salama, kwani kuna wengi ambao walilala wakiwa salama lakini hawajaamka wakiwa salama. Kuna ambao wameamka ni wagonjwa, wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta matibabu, lakini pia kuna ambao walilala wakiwa ni wazima lakini taarifa zinakuja kwamba wameshatangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamekufa. Sasa wewe kupewa uhai na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika hiyo ni neema, na kwa neema hiyo una wajibu wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuiswali swala hii ya subhi tena kwa jamaa. Hii nayo pia ni neema nyingine miongoni mwa neema ambazo tumejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika siku hii ya leo umeamka, baada ya kuamka ukaona uianze siku yako kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuiswali swala ya subhi. Hii ni neema kwa hakika, kwa sababu kuna wengi ambao hawakuona umuhimu wa hili. Wameamka, wameendelea na majukumu yao, wakaona kazi zao na majukumu yao ni bora kuliko swala, lakini wewe ukaona swala ni bora kuliko kazi zako, ukaamua kuja kwanza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuna ambao mpaka muda huu bado wamelala, hawajaamka kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wameona kwao usingizi ni bora kuliko swala, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia as-salatu khairun minan naum, swala ni bora kuliko usingizi, swala ni bora kuliko kulala. Masahaba walilifahamu hilo na walikuwa wanaamka mapema kwa ajili ya kwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kwenda kuiswali salatu subhi. Kwa hiyo kujaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ukao ni mwenye kuiswali swala ya subhi, kwa hakika hii ni neema, na kwa neema hii unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hatunabudi kumshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika kikao cha khairi, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kikao cha kujifunza
mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya. Hii nayo pia ni neema, kwa sababu watu wengi hawapendi kukaa na kujifunza. Watu wengi hawapendi kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe kukaa, kutenga muda, kuchelewesha kazi zako kwamba ngoja niweze kusikiliza darasa niweze kupata faida, hii ni neema kwa hakika, na kwa neema hiyo unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tunaendelea kujifunza kitabu cha Al-Fiqh al-Muyassar fi Dawi al-Kitabi wa Sunnah, leo tutaanza al-babu al-khamis fi zakati al-fitri wa yuqalu laha sadaqatu al-fitri. Mlango wa 5 katika sehemu ya 3 ambayo ilikuwa inaelezea zaka. Imeeleza zaka kwa ujumla wake, na hivi sasa anaelezea zakatu al-fitri. Lakini kama tulivyojifunza, tumeona mali ambazo zinatakiwa kutolewa zaka. Tumejifunza zakatul mali, zaka ya mali. Tumejifunza kwamba miongoni mwa zaka za mali ni zaka za mifugo, kwamba mtu anapokuwa ni mfugaji anatakiwa awatolee mifugo yake zaka. Na kwa ufupi kabisa, Muislamu utakuwa umeelewa ya kwamba mfugaji kama ni wangamia, kiwango cha kuanza kutoa zaka kwa upande wa ngamia ni pale mfugaji anapofikisha ngamia 5. Hapo katika ngamia 5 ndio mwanzo kabisa wa kuanza kutoa zaka, na atatoa mbuzi 1. Tukija kwa upande wa ng'ombe, tulisema ya kwamba mfugaji ili aweze kuambiwa kwamba amefikia kiwango cha kutoa zaka ni awe anamiliki ng'ombe 30. Katika ng'ombe 30 atatoa ng'ombe 1. Lakini vile vile tukasema ikiwa mfugaji anafuga mbuzi au kondoo, ili aweze kufikia kiwango cha kutoa zaka anatakiwa amiliki mbuzi au kondoo 40. Lakini pia tulizungumzia zaka ya mazao, al-hubub, na tukasema kiwango cha kuanza kutoa zaka kwa upande wa mazao ni mtu kumiliki kilo 750. Kilo 750 ndio kiwango cha kuanza kutoa zaka. Kwa maana ya kwamba mtu akiwa na kilo zake 500, ana gunia zake 5, hizi bado hazijafikia kiwango cha kutoa zaka. Ili uambiwe kwamba umefikia kiwango cha kutoa zaka, uwe na gunia zako 7. Uwe na kilo 750. Na katika kilo 750 utagawa kwa 10. Utagawa kwa 10. Hapo utaona mahesabu yatakwambia unatakiwa kutoa kilo 75. Katika kilo 750 unatakiwa kutoa kilo 75. Ni kiasi kidogo kwa hakika. Lakini vile vile tukasema kuna zaka ambayo inaitwa urudhu tijara. Mali hiyo, mali ya biashara, kwamba mtu anafanya biashara. Ili tuseme kwamba mtu huyo amefikia kiwango cha kutoa zaka, tulisema awe na pesa ambayo anaweza kununua gramu 85 za dhahabu, ambayo tulisema gramu 85
ili ujue kwamba thamani yake ni shilingi ngapi, ni kuuliza gramu moja ya dhahabu sokoni ni shilingi ngapi, au gramu moja ya fedha, madini ya fedha ni shilingi ngapi. Kwa upande wa madini ya fedha unatakiwa uwe na kiasi unachoweza kununua gramu 595 za fedha. Kwa hiyo utauliza sokoni madini ya fedha ni shilingi ngapi, bei utakayoikuta unazidisha mara 595. Dhahabu gramu moja ni shilingi ngapi, bei utakayoambiwa unazidisha mara 85. Ukasema mfano ukakuta labda sokoni dhahabu gramu moja ni shilingi 100,000. Kwa utafanya 100,000 mara 85, utapata shilingi 8,500,000. 8,500,000. Hichi ndio kiasi cha kuanza kutolea zaka. Mtu atakayekuwa na miliki pesa zinazofika 8,500,000 ndio kiasi cha kuanza kutoa zaka, na kiasi hichi ni lazima pia kizungukwe na mwaka. Atatoa kiasi gani? Utagawa mara 40. 8,000,000 gawa kwa 40. Hii ndio formula ya utaratibu wa kutoa zaka. Kwa hiyo kigawa pale utaona kwamba kiasi anachokitoa ni kidogo. Utakuta katika hiyo 8,000,000 anatoa shilingi 2,212 kama na 500 hivi. Kwa hiyo ni kiasi kidogo. Shilingi 200,000 kwenye shilingi 8,000,000 ni kiasi kidogo. Kwa mpaka hapo Muislamu atakuwa amefahamu viwango vya kuanza kutoa zaka. Kama ni pesa anatakiwa awe na hiyo shilingi 8,000,000, ndio kiwango cha kuanzia kutoa zaka. Kama ni mazao anatakiwa awe ana kilo 750, ndio kiwango cha kuanza kutolea zaka, na kama ni mifugo kama tulivyoeleza. Kwa hiyo Muislamu unapotaka kufanya ibada hii ya zaka ni vizuri ukawaona mashekhe, walimu, wakakufafanulia vizuri na wakakueleza vizuri, ili uelewe namna ya kuiendea ibada hii ya kutoa zakatul mali. Kwa mlango wa 5 tutaelezea zakatul fitri, na hii ilielezewa katika mwezi wa Ramadhani uliopita, na yawezekana Waislamu bado hawajasahau, wanakumbuka. Lakini maadamu mwenye kitabu naye pia ameelezea kwenye kitabu chake ambacho tunakisoma, tutapitia na tutakumbushana ili watu waweze kuelewa zakatul fitri zaidi. Wafihi masailun, na katika mlango huu kuna masala tutayaona. Wasumiyat bidhalika liannaha tajibu bilfitri min ramadhana, na imeitwa hivyo kwamba ni zakatul fitri kwa sababu ni wajibu kuitoa kwa kuwajibika kumalizika mwezi wa Ramadhani, wala taalluqa laha bilmali, na hii zakatul fitri haina mafungamano na mali, kwamba mtu awe ni tajiri awe na mali nyingi. Zakatul fitri haifungamani na mali, wa innama mutaalliqatun bidhimma fahiya zakatu ani nafsi wal badani. Zakatul fitri inafungamana na dhima, nayo ni zaka ambayo inatolewa kwa ajili ya kuitakasa nafsi na kukitakasa kiwiliwili, kama tutakavyoona maelekezo na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Almas'alatu alula, mas'ala ya kwanza katika mlango huu, fi hukmiha wa dalilu dhalika, katika hukumu yake, yani hukumu ya zakatul fitri na dalili ya kuwajibisha kutoa zakatul fitri. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin, zakatul fitri ni wajibu kwa kila Muislamu,
lima rawa ibn Umar radhiyallahu anhuma, kwa ushahidi wa hadithi iliyopokelewa na ibn Umar radhiyallahu anhu. Qala, ibn Umar anasema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sadaqata al-fitri, amefaradhisha mtume sallallahu alayhi wasallam zaka ya fitri min Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhan, sa'an min tamrin, pishi ya tende, au sa'an min sha'irin, au pishi ya sha'iri, ala al-abdi, itolewe, ni wajibu juu ya mja, ni wajibu juu ya mtumwa, wal hurri, na aliye huru, wadhakari wal untha, na mwanaume na mwanamke, wasaghiri wal kabiri, na mdogo na mkubwa, minal muslimina, katika waislamu. Kwa tumeona ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema mtume sallallahu alayhi wasallama amefaradhisha zakatul fitri. Kwa hiyo zakatul fitri ni faradhi, zakatul fitri ni lazima, kama inavyoonyesha hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Almas'alatu thaniya, mas'ala ya pili, shurutuha wa ala man tajibu, masharti ya kutoa zakatul fitri na ni wajibu kwa nani. tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa saghirin wa dhakarin wa untha wa hurrin wa abdin, lihadithi ibn Umar radhiyallahu anhu sabiqi. Anasema ni wajibu kutoa zakatul fitri kwa kila muislamu, mkubwa mdogo, mwanaume mwanamke, aliye huru mtumwa, kwa ushahidi wa hadithi ya ibn Umar ambayo tumeisoma hivi punde. Wayustahabbu ikhrajuha 'anil janin, Sheikh anasema na ni sunna pia kumtolea zakatul fitri mtoto aliye tumboni, kutolea ujauzito zakatul fitri. Anasema ni sunna, sio lazima, ni sunna kufanya hivyo. Anasema idha nufikhat fihi ruhu, atakapokuwa mtoto huyo amefikia mahala pa kupuliziwa roho, wa huwa ma swara lahu 4 ashhuri, nayo ni mimba ambayo tayari imefikisha miezi 4. Faqad kana salafu, hakika walikuwa salafu, walikuwa watangulizi wema, yukhrijunaha anhu, wakitolea mimba zaka, kama thabata an Uthmana wa ghairihi, kama ilivyothibiti kwa Uthmani na kwa maswahaba wengine. Wayajibu an yukhrijaha an nafsihi, ni wajibu kujitolea mtu yeye mwenyewe, wa amman talzamuhu nafaqatuhu, na kumtolea yule ambaye anamlazimu yeye chakula chake, min zawjatin, miongoni mwa mke, au qaribin, au mtu wa karibu, wakadha al-abdu, na vile vile mtumwa. Fa inna sadaqatal fitri, hakika zakatul fitri, tajibu ala sayyidihi, ni wajibu kutolewa na bosi wake. Mtumwa, zaka ya fitri ya kwake inatakiwa itolewe na bosi wake. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli ya mtume aliposema laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri, mtumwa hana zaka isipokuwa zaka ya fitri. Wala tajibu illa ala man fadala an qutihi, na wala si wajibu kutoa zakatul fitri isipokuwa kwa yule ambaye atakuwa ana ziada ya chakula chake, wa quti man talzamuhu nafaqatuhu, na ziada cha chakula cha yule ambaye anamlazimu chakula chake, wa hawaijuhu ad-daruriyya, na haja zake za lazima, fi yaumil Eid, katika siku ya Eid, wa lailatihi, na usiku wake, ma yuaddi bihi al-fitra, haja zake ambazo zinapelekea sasa kuweza kusherehekea Eid kwa uzuri.
Fazakatul fitri la tajibu illa bi shartayn. Zakatul fitri haiwajibiki isipokuwa kwa sharti mbili. Ya kwanza al-islamu. Anayetoa zakatul fitri awe ni Muislam, fala tajibu ala al-kafiri. Si wajibu kutoa zakatul fitri kwa asiyekuwa Muislamu. Sharti ya pili, wujudu ma yafdhulu an qutihi. Kupatikana ziada ya chakula chake, wa quti iyalihi, na ziada ya chakula cha familia yake, wa hawaijihi al-asliya, na haja zake za kimsingi, fi yawm al-eid wa lailatihi, katika siku ya mchana wa siku ya Eid na usiku wake. Al-mas'alatu ath-thaniya al-mas'alatu ath-thalitha, mas'ala ya tatu, fi hikmati wujubiha. Hikma ya kuwajibika kutoa zakatul fitri. Min al-hikami fi wujubi zakatul fitri ma yali. Miongoni mwa hikma za kutoa zakatul fitri ni kama ifuatavyo. Ya kwanza, tatuhiru swaimi, ni kumtakasa na kumsafisha mfungaji, mimma asa an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi, kutokana na makosa ambayo huenda aliyafanya wakati alipokuwa amefunga. Minal-laghawi, miongoni mwa maneno ya kipuzi, warafath, na maneno machafu. Kwa hiyo hikima ya kwanza ni kumtwaharisha mfungaji kutokana na mabaya aliyoyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Hikima ya pili, ighna'ul fuqara'i wal masakini, kuwatosheleza mafakiri na masikini, ani suali fi yawm al-eid, na kuombaomba siku ya Eid, na wao vile vile waweze kupata chakula siku ya Eid. Wa idkhalu sururi alaihim, na kuingiza furaha kwa wao, liyakuna al-eid yawma farhin wa sururin, ili iwe siku ya Eid ni siku ya furaha, lijamii fiati al-mujtama, kwa makundi yote ya kijamii. Wadhālika al-hadith ibn Umar, wadhālika al-hadith ibn Abbas radiyallahu anhu, na hilo ni kwa ushahidi wa hadithi ya Ibn Abbas. Ibn Abbas anasema, faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr tuhuratan lis-sā'imi min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Amefaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala zakatul fitri, hali ya kuwa ni kitakaso kwa mfungaji kutokana na mambo ya kilaghawi, kutokana na maneno ya kilaghawi na maneno machafu, lakini vile vile ni chakula cha maskini siku ya Eid. Hiyo ndio hikma ambayo ameitaja Mtume sallallahu alayhi wasallama katika kutolewa zakatul fitri. Hikma ya tatu, wa fiha idhaharu shukri ni'matillahi ala al-'abd biitimami siyami shahri ramadhana wa qiyamihi, na ndani yake kuna kudhihirisha kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja kutimiza kufunga mwezi wa Ramadhani na kuumaliza mwezi wa Ramadhani, na vile vile kwa ibada ambazo alizifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, miongoni mwa visimamo vya mwezi wa Ramadhani, wa fi'li ma tayassara min al-a'mali as-salihah, na yale matendo aliyowezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuyafanya, matendo yaliyokuwa mazuri ndani ya mwezi wa Ramadhani, fi hadha ash-shahri al-mubarak, katika mwezi wa Ramadhani wenye baraka. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, mas'ala ya 4, miqdarul wajibi, kiasi ambacho ni cha wajibu kutolewa katika zakatul fitri. Alwajibu fi zakatil fitri sa'un min ghalibi quti ahli albaladi, asema kilichokuwa cha wajibu kutolewa katika zakatul fitri ni pishi moja, na pishi ni sawasawa na kilo 2.5. Ni pishi moja katika chakula kinacholiwa katika mahala husika, chakula kinacholiwa siku ya Eid mahala husika. Siku ya Eid kuna watu siku ya Eid wanakula makande, fitri yake itakuwa ni mahindi au mtama
au uwele. Sasa kuna makanda ya mahindi, kuna makanda ya uwele, kuna makanda ya mtama. Lakini kama maeneo hayo watu wanakula wali, zakatul fitri itakuwa ni mchele. Kama maeneo hayo wanakuwa siku ya Eid wanakula ngano, zakatul fitri itakuwa ni ngano. Kwa hiyo kinatakiwa kitolewe chakula kinacholiwa siku ya Eid katika maeneo hayo, min burrin, ikiwa ni katika ngano, au sha'irin au shairi, au tamrin au nitende, au zabibi au aqti, au maziwa yale ya kukausha, au uruz au mchele, au dhurra au mahindi, au ghairi dhalika, au chakula kingine. Lithubuti dhalika ani nabii sallallahu alayhi wasallama, kwa kuthibitika hilo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, fil ahadithi sahihati, katika hadithi zilizokuwa sahihi, ka hadithi ibn Umar almutaqaddim, kama vile hadithi ya ibn Umar iliyotangulia. Wayajuzu an yu'ta aljama'atu zakata fitriha li shakhsin wahid. Anasema na inafaa kikundi cha watu kumpa mtu mmoja zakatul fitri. Wewe umempa na mwingine akampa na mwingine akampa, inafaa kumpa mtu mmoja zakatul fitri, akapewa na zaidi ya watu, zaidi ya mmoja. Wa an yu'ta alwahidu zakatahu li jama'atin, lakini pia inafaa mtu mmoja kutoa zaka yake na kuwagawia watu wengi, inafaa kufanya hivyo. Wala yujzi'u ikhraju qimata at-ta'am, Sheikh anasema na wala haifai kutoa thamani ya chakula, lianna dhalika khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu hilo la kutoa thamani ni kwenda kinyume na kile alichokiamrisha mtume sallallahu alayhi wasallama, wali annahu mukhalifun liamali sahaba, na vile vile kitendo hicho kinakwenda kinyume na matendo ya masahaba. Faqad kanu yukhrijunaha sa'an min ta'amin, masahaba walikuwa wakitoa pishi ya chakula. Wali anna zakatal fitri ibadatun mafruḍatun, na kwa sababu zakatul fitri ni ibada ambayo ni ya faradhi, min jinsi muayyanin, inatolewa jinsia ya kitu ambacho ni maalum, wa huwa at-ta'amu, nacho ni chakula. Fala yujzi'u ikhrajuha min ghairi al-jinsi al-muayyan, haitofaa kutoa jinsi ambayo haijaainishwa na sheria. Kwa maana ya kwamba kwa lugha nyepesi kwamba Sheikh anasema haifai kutoa zakatul fitri pesa, unatakiwa kutoa chakula. Japo masala haya pia yana ikhtilaf, kuna ambao wanasema yafaa kutoa pesa, kinachoangaliwa ni kumtosheleza masikini aweze kula vizuri siku ya Eid. Ukimpelekea chakula tu peke yake, ukampelekea mahindi, mwisho wa siku atashindwa hata kwenda kuyakoboa, hana hela. Mwisho wa siku atashindwa kuyapika kwa sababu hana cha kupikia, hana mboga, hana nini. Kwa hiyo watu wataangalia jambo ambalo lina maslahi na huyo maskini, ili na yeye aweze kula Eid vizuri katika siku hiyo ya Eid. Almas'alatul khamisa, mas'ala ya 5, fi waqti wujubiha wa ikhrajiha, katika wakati wa kuwajibika kutoa zakatul fitri. Tajibu zakatul fitri bi ghurubi shamsi min lailatil Eid, ni wajibu kutoa zakatul fitri kwa kuzama jua usiku wa Eid al-Fitri. Yani baada ya kuzama jua watu wakapata taarifa kwamba mwezi wa Shawwal umeandama, hapa sasa ndio inawajibika kuanza kutoa zakatul fitri. Li'annahu alwaqtu alladhi yakunu bihi alfitru min Ramadan, huo ndio wakati sasa ambao watu wanatakiwa kutoa zakatul fitri kwa kumalizika mwezi wa Ramadhani. Wali ikhrajiha waqtani, na katika kutoa zakatul fitri kuna nyakati kuu mbili: waqtu fadilatin wa ada'in
wakati ambao ni mbora na wakati ambao ni lazima sasa kutoa zakatul fitri, wa wakati jawazi, na kuna wakati ambao unafaa mtu kuanza kutoa zakatul fitri. Fa amma waqtul alfadila, ama wakati ambao ni wakati bora na wakati ambao ni lazima sasa watu waanze kutoa zakatul fitri, fahuwa min tulu'i fajri yaumil eid, nayo ni kuchomoza jua siku ile ya Eid. Jua limeshachomoza, watu hapo sasa wanalazimika kuanza kutoa zakatul fitri ila qubaili adai salati al-Eid, mpaka muda wa kukaribia na kuswali swala ya Eid. Lihadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma, kwa ushahidi wa hadithi ibn Umar, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam amara bi zakatil fitri, mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrisha itolewe zakatul fitri kabla khuruji nasi ila salah, kabla watu hawajatoka kwenda kuswali swala ya Eid. Wa amma waqtul jawazi, ama wakati ambao unafaa watu kuanza kutoa zakatul fitri, fahuwa qabla al-Eid, nayo ni wakati ulioko kabla ya Eid, biyaumin au yaumaini, kabla ya Eid kwa siku moja au siku mbili. Lifi'li ibn Umar, kwa kitendo cha ibn Umar, wa ghairihi min as-sahabati, na wengineo miongoni mwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama, lidhalika kulifanya hilo. Kwa zakatul fitri inafaa kuanza kutoa kabla ya Eid kwa siku moja au kabla ya Eid kwa siku mbili. Huu wakati unaitwa wakati ambao unafaa kuanza kutoa zakatul fitri. Wala yajuzu taakhiruha an salati al-Eid, na haifai kuichelewesha zakatul fitri mpaka kuswali swala ya Eid. Fa in akharaha fahiya sadaqatun min as-sadaqati, ikiwa taichelewesha mpaka watu wakaswali swala ya Eid, hiyo itakuwa ni sadaka kama sadaka zingine. Wa ya'thamu ala hadha at-ta'khir, na mtu atapata madhambi kwa kule kuichelewesha zakatul fitri, liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man addaha qabla as-salah, yeyote atakayetoa zakatul fitri kabla ya kuswali swala ya Eid, fahiya zakatun maqbulatun, hiyo itakuwa ni zaka yenye kukubalika. Wa man addaha ba'da as-salah, na yeyote atakayetoa zakatul fitri baada ya swala ya Eid, fahiya sadaqatun min as-sadaqati, hiyo itakuwa ni sadaka kama sadaka zingine. Mpaka hapo itakuwa ndio mwisho wa darasa yetu ya leo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.